wapeleke mgongo kwa mbele. Wote walikuwa ni uelekeo mmoja na kwenda hivi. Na mimi nilikuwa naenda huko. Nyuma yao na pikipiki. Baada ya kugongwa huyu hapo, akaanguka hapo. Akaja kafuata kagongo huyu apige na hiyo basikeli hapa. Akaenda kadumbukiza kwenye mtaro pale hivi. Kwa hiyo dereva wa gari amekimbia. Dereva wa gari amekimbia. Gari yenyewe iko wapi? Gari yenyewe nyeusi. Nyeusi. Gari nyeusi, Gari aina gani? Gari ilikuwa aina sio ya BM. Ilikuwa BMW kutoka Maisha. Kwa sababu nilipokuwa napiga simu polisi, mwendo wa gari ulikuwa sio kusema mkubwa sana, ila sema alokuwa anaendesha alikuwa tayari ameshalewa. Amelewa kwa sababu kwa hali aliyokuwa jinsi aliyokuwa nayo. Hata aliyotoa gari hiyo kwenye mtaro alikuwa anaendesha na yeye pia alikuwa kwenye hali hiyo hiyo. Hatuwezi kuwafahamu. Majeruhi anayofahamika ni mmoja tu, Mzee Magembe. Ilikuwa mida saa 3 na madakika. Imetokea ajali maeneo ya Tanabe hapa. Aina ya gari nyeusi baada ya kuhama njia na kugonga mtu wa pikipiki, ikaja ikamgonga na mtu wa baskeli. Na gari hiyo kuhama njia kabisa kadunguka kwenye mtaro. Anaitwa Mzee Isike Maduka ambao ni mmiliki wa maabara ya Uhuru. Tuseme hapo ndio nyumba yake. Dr. Makonda amepanga hapo kwake. Ni mzee ambaye hana shida, ila nyumba yake nyingine amejenga uledi. Kwa alikuwa anatokea uledi kwenda pale maabara. Ndio akakutana hii ajali hapa Kiprefti cha Sonda. Tumgundua kwa sababu mtu unamuona tu kwanza alikuwa kwa haraka, kwa sababu nilisogea naye kwa haraka ananukia pombe, lakini pia hata kutembea alikuwa hawezi. Yaani baada ya kutokea ajali kutoka hata kwenye gari alikuwa anashindwa. Yaani mtu kama mtu akushika hata mkono kabisa hata kutoka kwenye gari. Yaani kwamba huyu mtu kalewa, yani kalewa hata kuweza kuendesha gari vizuri hawezi. Kiujumla yani hawezi. Kwa sababu kwa kuna mtoto anachezea ndani, tukahisi kwamba ni ajali imetokea ni nyumbani kwa dada yangu Kuipuli. Ile tunakuja hapa, tunafika roundabout hapa, tunakutana na ambulance inarudi. Kufika hapa tunaambiwa ajali imetokea. Tayari pale yani kwa kweli tumeishiwa nguvu kiukweli. Ukiangalia uwezi ukadiria mwendo, ila ulikuwa ni mwendo kasi. Maana jamaa alilala nayo kwa mwendo wa kasi, na alipokaribia hapa karibu na hii loji aliweza kuhamia upande wa mwenzie na kuwagonga watu 3 kwa mpigo. Mwenye baskeli na pikipiki. Labda tuwasii tu wanaoendesha vitu vya moto wasiendeshe wakiwa wamelewa. Na pia hata waliokuwa barabarani, mfano kama huyu mzee, ina maana yani amegongwa tu. Yeye halikuwa juu kama atakutana na kitu kama hichi. Aliyekuwa anatakiwa kuwa makini yule aliyekuwa anaendesha amelewa.